Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-ataman al-akmalan al-mutalaziman ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea madarasa yetu ya fiqh na tumefika katika mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hadathi. Yani mtu ambaye hana udhu, kuna mambo ambayo ni haramu. Tukaeleza la kwanza ni swala. Jambo la pili ni tawaf. Jambo la pili ambalo ni haramu ni mtu kutufu al-Kaaba, kuzunguka al-Kaaba ni haramu. Asema bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tawafu fi manzilati as-salat. Tawafu iko katika ile daraja ya swala. Isipokuwa tu tumeruhusiwa kuzungumza, tumeruhusiwa kutembea na mambo kama hayo. Kwa hiyo tawafu pia mtu hafai kutufu ikiwa hana udhu. Isokuwa tofauti baina ya tawaf na swala ni kuwa mtu katikati ya tawaf akitangukiwa na udhu, atakwenda atatawadha kisha ataendelea. Kama alikuwa ametufu 3 basi atakuja endelea atufu 4 zilizobakia. Ametufu 4 atakuja endelea. Ametufu 3.5 kama hivyo atakuja aendelea. Aanzi mwanzo, si kama swala. Swala tulisema utaanza mwanzo. Naam. Kwa hiyo tawafu pia ni haramu kwa mtu ambaye hana nini? Hana udhu. Jambo lingine ambalo ni haramu ni kubeba mswahafu na kushika mswahafu. Kubeba mswahafu ni haramu kwa mtu ambaye hana udhu, na kushika mswahafu ni haramu kwa mtu ambaye hana udhu. Na hili ni jambo ambalo lasikitisha kwa sababu tumekuja katika zama ama tuko katika zama ambao hata hatuheshimu tena mswahafu. Tuna udharau, hatujali, hatupe heshima yake. Bas mtu anashika mswahafu na hana udhu, subhanallah. Jambo la kushangaza sana. Kwa wingi sana ile jambo limeenea. Kushika mswahafu bila udhu ni haramu. Kushika mswahafu bila udhu ni nini? Ni haramu. Naam, na kubeba vile vile pia ni haramu. Na mtu asiseme ninavaa gloves, nimeubeba kwa gloves ama nimeushika kwa gloves. La, hata kama nikushika kwa kizuizi ni haramu. Ikiwa lile begi tu yani kitambo, manake mswahafu ulikuwa ukitiwa mara nyingine kwenye kama kikava hivi ama kwenye kama kifuko. Basi kile kifuko tu kushika ni haramu. Wale wameweka kwa nafsi, yani wametaja kushika ile sanduku ambalo mswahafu wawekwa ni haramu. Basi mara nyingine mswahafu kitambo, yani manake mswahafu ulikuwa mikubwa, basi yafungwa na kama kikamba hivi. Khayt ilikuwa yafungwa na kama kikamba. Basi ile kamba pia kuishika ikiwa mswahafu uko ndani ni haramu. Tuangalie. Kwa hiyo sio masala ya kuwa nimeshika kwa gloves ama la. Kwa kushika mswahafu na kubeba mswahafu ni haramu. Asema Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, la yamassuhu illa almutahharun. Na asema Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zifikie, la tamussa alqur'ana illa tahira. Usiguse Qur'ani isipokuwa ukiwa katika hali ya tahara. Naam, na hadithi imepokea na kina Imam Malik na imepokea na kina Imam An-Nasai, Ibn Hibban. Naam. Sasa mara nyingine mtu anabeba mswahafu akiwa na mizigo mingine. Ana begi, amesafiri na pale ndani ya begi kuna mswahafu na kuna mizigo mingine. Kuna nguo, kuna vitabu, kuna. Hukumu yake ni nini? Yani hapa tuzungumzie ikiwa hana udhu, ama ikiwa hana udhu kuna wasiwasi. Tuzungumzie ikiwa hana nini? Hana udhu. Ikiwa amekusudia mswahafu peke yake, tuelewane. Mara nyingine wewe unabeba na lengo lako si vile vitu vingine. Vile vitu vingine viko tu. Lengo lako ni ule mswahafu. Pale tutamwambia hii ni haramu moja kwa moja. Kwa hiyo ikiwa amekusudia mswahafu peke yake, hii ni haramu moja kwa moja. Sawa, amebeba mizigo na mswahafu uko pale ndani. Na yeye katika malengo yake ni ule mswahafu tu. Ile mizigo mingine ni kwa lugha yetu tunasema ni kama by the way. Amebeba tu basi haya, iko tu pale labda kwenye begi au kama hivyo. Kwa hiyo kukusudia mswahafu peke yake pale ni haramu. Mara nyingine anaweza kuwa yeye amekusudia mizigo au amekusudia miswahafu na mizigo au hajakusudia chochote, basi hizi haina neno. Hizi hali tatu hazina neno, na kuna khilafu baina wanazuoni ndani ya madhehebu yetu, lakini ni khilafu ambao tuwatieni wanafunzi. Sisi tutukue tu wakati gani ni haramu kubeba mswahafu pamoja na mizigo, ni ikiwa atakuwa lengo lake uhakika ni mswahafu tu. Vile vitu vingine ni kama tu vimekuja kwa kando, sio malengo. Basi pale tutamwambia ni haramu kubeba ule mswahafu pamoja na ile mizigo. Ama katika hali yote nyingine haina neno. Naam. Allahu a'lam. Naam. Kisha masala pia yazungumziwe ni hii miswahafu ya tafsiri. Na taban kuna translation hizi
za lugha nyingine na kuna tafsirul Qur'ani. Tafsirul Qur'ani hatuzungumzii sana. Manake mara nyingi tafsirul Qur'ani watakokwenda kutafuta yani kwa Kiarabu tafsiri ya Qur'ani. Tafsiri manake si translation. Translation ni tarjama. Tafsiri ni maelezo. Ni maelezo ya Qur'ani. Aya hii imeshuka wapi, imekusudiwa nini, maana yake nini kwa Kiarabu. Sasa tafsiri kama zile hizo tafsirul Qur'ani ikiwa ni nyingi, ile maneno ya tafsiri ni mingi kuliko Qur'ani yenyewe, kuliko msahafu wenyewe, kuliko aya zenyewe, basi pale hakuna uharamu. Hakuna uharamu wa kushika msahafu kama ule bila udhu. Lakini ikiwa la tafsiri ni fupi, manake maneno ya Qur'ani yameshinda maneno ya nini ya tafsiri, basi haifai kushika. Manake ile itakuwa sasa inaitwa nini? Ni msahafu, itakuwa inaitwa ni msahafu. Naam. Ama translation hizi wengi katika maulama wasema hizi translation aslan si msahafu. Hizi translation si nini? Si msahafu. Kwa hivyo zile translation mtu atanini atashika tu bila inaitwaje, bila uharamu, yani hata kama hana udhu. Naam, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha masala mingine ni kuhusiana na mtoto mdogo ambaye hajabalighi lakini ni mumayyiz. Yani tukisema ni mumayyiz manake anapambanua mambo, anaweza kupambanua hili ni kweli, hili ni urongo, hili ni sawa, hili si sawa. Huyu anaitwa mtoto ambaye ni mumayyiz, anaweza kupambanua mambo. Huyu mtoto kama huyu hafai asli akiwa hana udhu, asli ni kuwa hafai kushika mswahafu, hafai kubeba mswahafu, isipokuwa yani akatazwe manake, isipokuwa ikiwa anaenda kusoma. Amebeba kwa ajili ya kusoma, aingia darasani kusomeshwa Qur'ani, kufundishwa Qur'ani, basi pale ana ruhusa kushika mswahafu, ana ruhusa kubeba mswahafu hata kama hana udhu, kwa sababu maskini bado ni mtoto. Basi kuna uzito wa kubaki na udhu kila wakati. Leo ukimwambia abaki na udhu kila wakati, kidogo yeye bado mdogo, kwa hivyo kuna nini? Kuna uzito. Basi mtoto kama huyu ambaye ni mumayyiz anaruhusiwa kubeba Qur'ani, anaruhusiwa kubeba mswahafu, lakini kwa ajili ya kusoma peke yake, yani kwa ajili ya kusomeshwa, yani litaallum. Sawa? Ama mtoto ambaye ni mdogo ghair mumayyiz, hawezi kupambanua mambo, yeye kwake pesa na mchanga sawa sawa. Yeye kwake Qur'ani na ama mswahafu na vitabu vingine sawa sawa. Yule ni mtoto mdogo. Mtu kama huyu hukumu yake hatufai kumpa mswahafu. Atitumpe mswahafu tumwambie atezeteze nao, ajifurahishe nao. Hii ni haramu. Hii ni haramu. Hafai kuteza na mswahafu. Hafai kuachwa na mswahafu, kwa sababu ataukata, kwa sababu atautupa chini, kwa sababu atautia uchafu. Manake yeye maskini hafahamu mambo. Unaona, tofauti na yule mtoto ambaye ni nani? Ambaye ni mumayyiz. Naam. Kwa mpaka hapa sasa tutakuwa tumemaliza mambo haya ambayo ni haramu kwa mtu mwenye inaitwaje, kwa mtu mwenye hadathi. Na inshallah katika madarasa yatakayokuja sasa tutazungumzia faradhi za udhu. Tutaingia sasa namna ya kutawadha, na tutaingia kueleza namna ya kutawadha. Na kama tulivyoeleza madarasa tangu mwanzo, sisi tumejaribu kadri ya uwezo wetu tufanye tu ama tuzungumzie tu mambo ya wajibu, mambo yale ya lazima. Kuna mambo mingi ni ya sunna. Hapa sisi tutakuja kuzungumzia faradhi za udhu. Mtu asishangae labda hatutotaja kusukutua, hatutotaja kutia maji puani, hatutotaja kufanya mara tatu, hatutotaja mambo mingi. Kwa sababu gani? Kwa ajili haya mambo ni sunna, na sisi tunataka angalau kwanza ile faradhi ijulikane, kisha Mungu akitujalia taufiki labda tuendelee na fikra baadaye. Lakini kwa sasa tujaribu angalau ile wajibu. Kila mtu katika jamii akijua wajibu, basi itakuwa jamii yetu ina khairi kubwa kubwa kubwa. Tukijua wajibu wetu kwa Allah jalla jalalu, jamii itakuwa iko katika khairi kubwa. Hilo ndo lengo, kisha baadaye yatakuja ya sunna inshallah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah awwalan wa akhira.